Nashukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa jinsi ilivyoangalia mkoa wa Mbeya katika sekta ya miundombinu. Kwa sababu toka imeingia madarakani kiasi cha shilingi bilioni 286 zimetengwa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo na hasa barabara katika mkoa wa Mbeya. Mradi mkubwa ambao unaendelea sasa hivi ni mradi wa njia 4, unaanzia pale Saraga mpaka Ifisi kilomita 29 yenye gharama ya shilingi bilioni 138.726. Mradi unaendelea vizuri chini ya mkandarasi Chiko kutoka China. Tumeshamlipa sasa hivi kama bilioni 24 na kazi inaendelea. Tumefikia 34%. Mradi uko mjini, na changamoto za hapa na pale, moto za kuondoa mabomba ya maji, nguzo za umeme, TTCL. Lakini changamoto tunashukuru kwamba tunashirikiana na sekta husika na taasisi zingine kwa ajili ya kuviondoa na mradi unaenda vizuri. Kwa hiyo mradi sasa hivi unaenda vizuri, tuko 34% na imani tutamaliza kadri ya mkataba unavyohitaji. Mji wa Mbeya ndio kama mji mkuu wa nyanda za juu kusini. Na magari hapa ni mengi sana. Kutoka Tunduma, kutoka Dar es Salaam yamechoka, yanakuja first stop huwa ni hapa Mbeya. Wakati anaelekea kuvuka mpaka aidha kwenda Malawi au kwenda Zambia na Kongo pia. Kwa hiyo kwa kweli kuamua kuweka njia 4 hapa mji wa Mbeya, kwetu sisi naona kwa kweli tunasema ni shukrani kubwa kwa serikali ya awamu ya sita, kwa sababu itabadilisha maisha ya watu wa Mbeya, lakini si watu wa Mbeya tu, na kanda za juu kwa ujumla, kwa maana mikoa ya Songwe, mikoa ya Njombe, mikoa ya Iringa na pia mikoa ya Rukwa na Katavi. Kwa hiyo na imani kwamba barabara hii itakapokamilika itabadilisha sana sura ya mkoa wa Mbeya, kwa sababu tunajengwa njia 4. Yaani upande wa kushoto kuna magari mawili, upande wa kulia magari mawili, na katika tunaacha Greenland. Kwa hiyo itakuwa ni mji ambao kwa kweli utakuwa mji mzuri na foleni itakuwa ni historia katika mji wa Mbeya. Lakini pia katika huo mji, katika ujenzi wa barabara tunakusudia pia kuweka taa. Kilomita zote 23 tutaweka taa ili hata watu wanapopita kwa nyakati za usiku wapite bila kuwa na wasiwasi wote, lakini pia wananchi waweze kufanya hata biashara zao hata kipindi cha usiku na mchana. Kwa hiyo tuna imani kukamilika barabara njia 4 tutakuwa maendeleo makubwa sana ya kijamii na kiuchumi katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi mwingine ni mradi wa Songwe Airport. Huu Songwe Airport pale kulikuwa na miradi mitatu. Kwanza kulikuwa na ujenzi wa lile jengo la abiria kwa gharama shilingi bilioni 14, ushakamilika kwa 100%. Lakini pia tulikuwa na ujenzi wa karabati wa runway. Hii runway ina kilomita 3.3. Gharama shilingi bilioni pia 14. Lakini pia tulikuwa na kuweka taa za kuongoza ndege. Hizo pia tushakamilika kwa gharama shilingi bilioni 5. Utaona kwamba jumla hela zilizowekeza pale uwanja wa ndege wa Songwe bilioni 33. Hatuna budi kushukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa ajili ya kuboresha ule uwanja. Kabla hapo ile uwanja kwa kweli ndege kubwa zilikuwa haziwezi kutua pale, lakini pia runway ilikuwa katika hali sio nzuri. Lakini kwa hivyo sasa hivi ule uwanja tunakusudia hata tuiche uwanja wa kimataifa, kwa sababu ni jengo ni zuri, runway kilomita 3.3 ni ndefu kabisa. Ndege yote inaweza ikatua usiku na mchana. Kuna mradi wa kule Kasumulu, tunapakana nchi ya Malawi, tunajenga OSBP. OSBP ni kituo kinachojumuisha sekta mbalimbali katika mpaka. Kutakuwa na kituo cha forodha pale, kutakuwa na uhamiaji, kutakuwa pia na polisi, ukaguzi wa vifaa vinavyotoka nje na kuingia TBS, kutakuwa pia na ukaguzi wa mifugo inayotoka na kuingia nchini. Kwa hiyo nafikiri mpakani unajua mambo yalivyo mengi. Kwa kile kituo kwa gharama shilingi bilioni 26. Kile kimekamilika kwa 93%. Bado vitu vichache tu, lakini kimeanza kufanya kazi toka mwaka jana mwezi wa 12. Kuna mradi wa barabara inaitwa Katumba Mbwambo mpaka Tukuyu. Barabara ya kilomita jumla 86. Sasa kuna loti mbili zinaendelea pale, na Katumba Mbwambo, Katumba Rupaso kilomita 35.3 kwa gharama ya shilingi bilioni 54.088. Pia hapo kuna loti nyingine na inaanza pale Mbaka Bridge mpaka Kibanje kilomita 20.7 kwa gharama ya shilingi bilioni 32.041. Kwa ujumla kabisa pale takriban shilingi bilioni 86 imetumika pale kwa ajili ya barabara Katumba Mbwambo mpaka Tukuyu. Wananchi wa kule wanaona kazi zinazoendelea. Kandarasi yuko site hasa loti number 3. Ameanza kwa kuchelewa, lakini kazi inaenda vizuri. Sasa hivi ana 3%. Nimeshamlipa mkandarasi anaendelea, lakini hivi ninavyoongea tena leo nimeshapokea hela zingine bilioni 2.7 kwa ajili ya kulipa advance payment ya lot 4. Kwa hiyo nashukuru sana awamu ya sita kwamba ile kazi sasa lot zote 3 kwa sababu ziko pamoja. Lot namba 3, lot namba 4.
tumemaliza lote 3 naenda lote namba 4. Kuna program ya SEC ambayo serikali imechukua kopo kutoka Benki ya Dunia. Tunaendelea vizuri. Tuna madaraja matatu ambayo jumla yake shilingi bilioni 19. Daraja la Songwe ilikuwa 90% na spani yake ni mita 40 katika barabara hii ya Tanzania. Daraja kubwa limeshakamilika kwa 90%, lakini pia kwa barabara ya Mbeya Rungwa, sehemu za Makongorosi, sehemu inaitwa Rupa, najenga daraja kubwa spani ya mita 43. Gharama shilingi bilioni 5.6, lakini pia kuna daraja la Biti Manyanga. Tunajenga barabara hiyo yenye spani ya mita 25 kwa gharama shilingi bilioni 4.6. Na hayo madaraja yote haya kwa asilimia zaidi ya 90 sasa hivi tunavyoongea. Kwa hiyo muda wake ilikuwa unaisha tarehe 11 mwezi Novemba. Sasa hivi kwa asilimia 90. Madaraja kama daraja lishakamilika. Sasa hivi tunaweza paki ni kuweka njia za kuingia daraja tunaita approach roads. Hizi ilikuwa ni reflection ya ile mvua iliyonyesha ya El Nino mwaka 2023-24 ambayo iliathiri sana miundombinu yetu na hasa madaraja. Kwa serikali kaja na modality kwamba badala ya kujenga embankment na nini, jenga kitu ambacho ni cha kudumu. Kwa sababu kama unakumbuka kipindi kile madaraja ndio yaathirika sana. Na mara nyingi kwenye barabara zetu madaraja yanapoathirika kero inakuwa kubwa sana kwa wananchi na usafirishaji. Kwa hiyo serikali naishukuru kwa kuona kwamba tutengeneze madaraja au tujenge madaraja ambayo kimsingi huwa ndio kero kubwa, hasa mvua zinapokuwa zinanyesha zikiozoa zikiondoa madaraja inaleta usumbufu mkubwa kwa wasafiri na wananchi kwa ujumla.